Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala ibadillahi alladhina istafa, amma ba'd. Karibu mtazamaji katika chaneli yako pendwa ya Mwale Online TV, katika kipindi chako adhim kabisa, nacho si kingine isipokuwa ni kipindi cha Ujue Uislamu Wako. Na leo ndani ya kipindi hiki moja kwa moja tutaenda kuzungumzia mada adhim ambayo wanazungumzia juu ya swala zima ya njia gani ambazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizitumia katika kulingania dini. Na leo atakayeenda kuzungumzia mada hii, kama unavyoona mbele yako hapa, tunaye ustadhi wetu, mwalimu wetu, kijana ambaye ni shupavu, anayepambana kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa jina nitampa nafasi aweze kuwasalimia. Karibu ustadhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na ziada kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu mtazamaji wa Mwale Online TV, kwa jina naitwa Maalim bin Abdullah bin Ali Mwale. Niseme nashukuru uongozi wa Mwale TV Online kwa kunipa nafasi ya kuja kuzungumza na kuelimisha umma wa Kiislamu kwa watu wote walioko pande zote za duniani inshallah. Asante. Mashaallah, karibu sana. Asante sana. Naam, bila kupoteza wakati Ustadh Abdullah, moja kwa moja tuende kwenye mada yetu hii ambayo inahusu ni njia gani ambazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizitumia katika kueneza dawa. Tuanze, nini maana ya dawa? Inawezekana mtazamaji akawa hafahamu, kwa faida maana ya dawa ni nini? Bismillahir Rahmanir Rahim. Sheikh Musa, niseme nashukuru sana kwa swali lako nzuri. Na ulimwengu sasa hivi umekuwa ni ulimwengu ambao elimu imekuwa ni chache sana. Wasiokuwa na elimu ndio wamekuwa payukaji, kwa lugha hiyo tunasema hivi. Dawa ni kufikisha dawa bil ikhtisari tu, ni kufikisha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwamuru tusallam ayafikishe kwa watu. Ndio maana nyepesi ya dawa. Dawa ni kuwafikishia watu yale ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bil ikhtisari, yani bila kutia maneno mengi kwamba dawa si nini, ni ufikisho. Ni kukumbusha, sio dawa kama dawa, ni dawa ni ukumbusho, ni kukumbusha yale ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake. Tayeb. Shukrani sana ustadhi. Tuende moja kwa moja pia katika mada ambayo inakusudiwa. Njia zipi sasa ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizitumia sasa katika kufikisha huo ufikishaji, huo ukumbusho? Karibu. Asante. Sasa Musa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumia njia kuu mbili. Nielezee kwa haraka na kwa ufupi, angalau watazamaji wetu na wao wapate fawaidi nyingi. Njia ya kwanza alitumia ni njia ya siri, na nitakwambia kwa nini ametumia njia ya siri. Lakini ya pili ni kwa dhahiri. Ametumia njia ya siri kwa sababu Uislamu ulikuwa ni mgeni. Ukisoma katika kitabu cha tarehe kinasoma darasani, Nurul Yaqin khulasa kile, anatuambia kule mtume alilingania kwa siri miaka mitatu, lakini ajaba fi athnaiha, walimjibu tena miaka mitatu hiyo kathiru min al-ashraf wal mawali, watu wengi sana watukufu na watumwa, miaka mitatu. Mtume alihofia kwamba Uislamu ni mgeni. Jambo lote linalokuwa geni kwa watu kilileta, usilete tu vupu wakalifahamu Uislamu, itumike hekima. Kwa hiyo mtu sallama, kama tunavyosema kwamba basharun la kalbashar, ni mtu lakini sio kama mtu. Waliona kwamba Uislamu huu ulivyokuwa mgeni, nikisema tu vupu nilete kwa watu, taharuki itakuwa kubwa. Lakini miaka mitatu kalingania kwa siri, wakaingia watu kwenye Uislamu wengi sana kwa siri vile, akiwemo Abubakar as-Siddiq, akiwemo Umar ibn Khattab, akiwemo Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Maswahaba wengi sana wakaingia kwenye Uislamu kwa siri. Kwa hiyo baada ya kuja Uislamu kutangaza sasa ni wazi, jamani Uislamu ndio huu, haikuwa ajabu. Sasa kuna watu wengi tayari kwa nini ni Uislamu alikuwa ashaingia. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ni njia ya dhahiri. Sasa mtume baada ya miaka mitatu hiyo akajangania Uislamu kwa wazi. Sasa kwa wazi dawa ikawa baada ya Mwenyezi Mungu aliposema kule fasda bima tumar wa a'rid 'anil mushrikin. Muhammad, fanya leo uliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, wapinge au jitenge na washirikina, yale yako yaache, fanya yale ya Mungu. Sasa ndio mtume akaja akaeleza Uislamu kwa wazi. Ukisoma katika tarehe kule mtume anasema fasaida ala safa wanada qaumahu, mtume alisema katika Jabal Safa akawanajia watu wake, falamma ijtama'u, walipokusanyika watu wake wote wale, qala lahum, akasema kuambia
hal tusaddiqunani fi ma akhbirukum bihi, je nyinyi watu wangu le, je nyinyi watu wa Maka mtaniona mimi ni mkweli kwa yale nitakayokupeni habari nayo? Wale watu wa Maka miongoni mwao walikuwa wengi sana, miongoni mwao walikuwa kwenye siku hiyo ni Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ambaye ni ami yake Mtume, maarufu ni Abu Lahab, na yeye alikuwepo pale katika wale watu waliosanyika pale. Waliosema wengi wakasema majarabna alayka kadhiba, tukao kusikia Muhammad ukisema uongo Mungu na shatika la anatakiwa unakuwa Muhammad mdogo mpaka leo. Sheikh Musa ukisoma tarehe Mtume watu wa Maka walikuwa wanamuita as-sadiqu al-amin, ni msadikishaji au ni mkweli na mwaminifu, na ndio sifa. Ukitaka uwe ni mtu bora kwa jamii uwe na sifa hizi mbili, as-sadiqu. Leo maisha yamekuwa magumu, viongozi hawadumu kwenye maidara zao, sio imamu kiongozi yote, kwa sababu sio sadiqul amin. Sera moja ya uongozi unapaswa uwe ni as-sadiqul amin. Tupe tafsiri ya as-sadiqul amin kwa faida ya mtazamaji. As-sadiqul amin kwa tafsiri nyepesi ni mkweli na mwaminifu. Mashaallah, mkweli na mwaminifu, na ndio sera ya kiongozi atakiwa awe hivyo, ni mkweli na mwaminifu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezea katika pointi yangu, watu wa Maka walimpenda na kumkubali kwa sababu gani? Ni as-sadiqul. Hata aliposema kwamba yeye ni mtume, aliposema kwamba mimi ni nani? Mtume, wengine wakasema inawezekana ni kweli, sababu Muhammad alikuwa ni mtu. Kwa hiyo ndio narudi kwenye pointi yangu ya msingi kwamba mtume anaambia watu wake, je, mtakubali ile ambayo nitakupeni habari nayo mimi leo? Watu wakasema pia watu wao kusikia kwa uongo. Mtume akawaambia, akawaofisha kwamba na moto unaokuja, nasema mimi ni mwenyeji kwenu kwa adhabu ile kuwa kali na kubwa huko siku ya kiyama. Ami yake sasa, hapa dawa ya wazi, hapa kwenye pointi ya dawa ya wazi, ami yake Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ambaye maarufu ni Abu Lahab, akamwambia Muhammad, tabalaka ya Muhammad, neno zito, umeangamia wewe. Alihadha jamaatana, kwa hili ndio yani wewe jambo hili umefanya sisi tukusanyike hapa tuambie hivi. Akamwona Muhammad kwamba Muhammad ni kitu gani, yani akaona Muhammad kwamba ni mtu ambaye hana, akamtoa akili Mtume sallallahu Abu Lahab, si ndivyo? Akamwona akamwambia Muhammad, tabalaka, neno kubwa ambalo maulama anasema ni tusi kabisa hili. Kwa hiyo lakini Mtume aliyofia nini, ndio maana dawa ilianza kwa siri, kwa kuhofia haya kwamba watu inawezekana wakawasfanya wasije kuelewa Uislamu vizuri, ndio Mtume akaanza dawa kwa siri. Mashaallah, shukrani sana. Bila shaka mtazamaji, hapo tumeweza kupata faida katika njia ambazo Mtume Muhammad sallallahu alizozitumia katika kulingania. Tumeweza kupata faida kupitia ustadhi hapa, anatueleza kuwa alitumia njia ya siri, lakini baada ya kutumia njia hiyo baadaye sasa akaja kutumia njia ya dhahiri, njia ya wazi, baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwamrisha. Katika hilo tunapata kujifunza pia, umeeleza hapo Ustadhi Abdallah kuwa inapaswa kumbe mtu vile vile aanze kujipamba kwa tabia njema kwanza, kama ilivyokuwa kwa Mtume. Alikuwa ni as-sadiqul amin, mkweli na mwaminifu, ndio maana ikawa njia rahisi ya yeye kupatwa kusikilizwa. Kwa hiyo mtazamaji, amba yule ambaye unatufuatilia kipindi hiki, upate kujifunza vile vile, popote utakapokuwa, basi inapaswa ujipambe kwanza na sifa hii, ndio itakuwa ni wepesi wa wewe kuweza kufikisha kila ambacho unahitaji kukifikisha. Hii unawapa ujumbe gani wale wazazi ambao wanapenda kufikisha mambo lakini wao hawajajipamba na tabia njema? Binafsi niwaambie Ustadh Musa ni kwamba ulimwengu tuliokuwa nao ni ulimwengu ambao umegeuka. Umegeuka kwa namna gani? Nikisema hivyo ni kwamba tupo katika akhiri zamani, ni zama za mwisho. Ni ulimwengu ambao wallahi unasikitisha. Lau kama utakawa utafikiria dunia tuliokuwa nayo sasa hivi, Sheikh Musa, unaweza ukalia, kwa sababu yale madhambi yote yalikuwa yakifanyika nyuma huko, wakati wa nyuma yakifanyika yote. Ukiuliza swali kwamba madhambi makubwa yalikuwa ni yapi, utaambiwa ni kaumu Luti. Kaumu walikuwa wanaingiana kinyume na maumbile, si ndivyo? Leo wanaoana kabisa watu wana hatari leo kwa. Kwa hiyo wazazi niwaambie kwamba wajipambe na tabia za njema, kwa sababu maadamu walivyo, nilisema siku moja Sheikh Musa, kama unakumbuka, ukiwa ni trending, yani ukitrend siku moja, maadamu wana kawaida ya kwamba kuja kuangalia CV yako nyuma ilikuwaje. Yani ukija kwa mtu ambaye sio maarufu ukaja ukawa maarufu, wanadamu wanaangalia kwamba nyuma ile alikuwaje, huyu nyuma alikuwa ni mtu wa sampuli gani. Ndio Mtume sallallahu alifanikiwa hivyo, kwa sababu baada ya kusema mimi ni mtume, watu wa Maka wote wale wakaenda kumwangalia Mtume, je,
huko nyuma alikuwa CV yake nyuma alikuwa je, alikuwa kinywa pombe, alikuwa ni mzinzi, alikuwa ni kadha, wakaangalia yote haya yakawa yote hakuna. Ndio wengine wakasema kweli nani huyu ni mtume. Kwa tabia njema utakuwa na wewe mzazi na mwanao na akawa na yule ile, basi ujue itakuwa sababu ya wewe jamii kukupenda na kukuheshimu. Leo sisi hatupendi na jamii kwa sababu tabia zetu ni mbovu shamoza. Hasa ni wanasipi, hata walimu madrasa wao ndio vitovu vya nidhamu wa jamii ya Kiislamu. Ulimwengu Sheikh Musa unavyoona umetulia, ni kuna watu ambao ni watu wa Mungu, ni watu wa Mungu. Mwenyezi Mungu ni watu wake ambao ndio kwa sababu ya hao ndio salama ya huu ulimwengu, kwa sababu wao wamejipamba na yale ya Mwenyezi Mungu anayoyapendezewa na kuyapenda, yale ndio wanapamba nayo. Kwa hiyo akishaki wale, dunia itafanya itaharikishwa kabisa. Na sasa watu wote wapaswa tabia njema, sababu ndio sera moja wapo ambayo mtume alimfanya akafanikiwa pakubwa, ni tabia iliyokuwa njema. Nimalizie na hadithi moja. Mtume sallallahu anasema innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, hadithi maarufu. Mtume anasema nimetumwa kuja kufanya tabia njema. Tabia zilikuwepo nyuma, lakini tabia njema ilikuwa haijakamilika. Mtume haja kufanya perfection tabia iliyokuwa njema. Kwa hiyo mzazi ni sababu ya mwanao kwa tabia gani njema. Ukiwa tabia mbaya wewe mzazi, basi mwanao hawezi kuwa tabia iliyokuwa njema. Shukrani Ustadh Abdallah bin Mwale kwa faida. Bila shaka mtazamaji, hapo tunaweza kupata darasa zuri sana. Ustadh wetu yuko vizuri mashallah, Allah kubariki sana. Mimi napata faida kupitia darasa hii hapa pia. Kwa hiyo mtazamaji, unapata kuona huu ujumbe si kwa wazazi tu, huu ujumbe unawaendea wote, watu wote katika jamii. Inawezekana ni kijana, inawezekana ni mtu mzima. Popote utakapokuwa, hakikisha kwanza unajipamba na tabia njema. Yani haiwezekani wewe ukawa unawaambia wenzako waswali alafu wewe si mwenye kuswali. Acha pombe alafu wewe ndo kwanza unakunywa pombe. Acha uzinzi lakini ukitoka pembeni wewe ndo tabia zako. Jambo hili si la sawa. Kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kwamba lima taquluna ma la taf'alun, kwa nini mnasema yale ambayo msiyoyafanya? Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, hakika ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema yale ambayo msiyoyafanya. Kwa hiyo tuhakikishe kuwa tunajipamba na tabia zilizokuwa za sawa sawa kama alivyokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio itakuwa ni wepesi ya sisi ule ujumbe wetu kama kufikisha ukapokelewa, kwa sababu watu wanatizama CV kwanza, wanatizama mwenendo na utaratibu wa maisha yako, unaishi vipi, ndio itakuwa ni wepesi wa wewe kupokea yale ambayo unayasema. Swali lingine Ustadh Abdallah, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukigusia katika kulingania kule kwa siri, tukisoma sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaona kuwa alianza kuwalingania watu wa karibu, kwa maana familia yake. Kuna busara gani na hikma gani mpaka Mtume aanze njia hii, aanze watu wake wa karibu kwanza? Kwa sababu mimi ninavyofahamu mtu wa kwanza kumwamini ni Bi Khadija mkewe. Unatupa ujumbe gani kupitia hili? Kwa dawa ya Mtume ya kuanzia nyumbani, kwanza ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba aanze na watu wake kwa nini wa karibu, lakini hekima yake kubwa hapa Sheikh Musa ni kwamba kila wanasema Waswahili, kila mwamba ngoma avutia kwake. Ndio kama uliwahi kuamba ngoma zamani kwamba dufu zile kila mtu anavutia kwake. Maana yake ni nini? Kwamba Mtume hekima ya kuanza dawa nyumbani, akienda akiudhiwa nje au ukienda ukiudhiwa nje, una sehemu ya kuja kuponea machungu yako. Unajua kawaida ya moyo ulivyo, una pump damu na kurelax, yani unafanya ile unaputa moyo. Moyo unavyoputa maana yake kuna sehemu ziko wazi, sehemu ziko wazi, ndio maana unaruhusu damu, unaruhusu moyo kuputa hivi kwenda na kurudi. Sasa sehemu za wazi ukienda ukiudhiwa na kukerwa nje, yale machukizi yanaingia kwenye moyo moja kwa moja. Kwa hiyo ukiwa umewekeza kwenye moyo, umewekeza una sehemu ya kuyatolea, ndio sababu ya wewe kufanyaje moyo wako kusimama, sababu utakuwa kero kujaza nyingi kwenye moyo unafanyaje, unasimama. Kwa hiyo Mtume hekima yake ni kwamba baada ya kuudhiwa nje na kukerwa nje na watu wa nje, anarudi wapi? Nyumbani kwa watu wa karibu, kwamba anakupata pozo. Lakini ikiwa nyumbani uko haja kuanza ajaanza nako nyumbani na anaanza kusema nje,
Manake nyumbani utakuwa akirudi kule napo anakutana kero nyingine vile vile. Atastaajabu. Umetoka kufikisha jambo fulani, kwa sisi hatuna taarifa. Sawa. Hiyo moja. Lakini mbili, hekima yake pia unatengeneza ubora nyumbani. Salama yanaanzia wapi? Nyumbani kwanza. Kwa sababu ukitengeneza nyumbani atasema, kwa sababu jamii na kaida moja Sheikh Musa. Kama ulivyosema Mwenyezi Mungu asema lima takula matafalu, na hiyo aya uliyozungumza hapo. Haiwezekani kaona nafsi watu wa nje wakati wako nyumbani wenyewe ni wabovu. Yaani kwako kuna waka unazima kwa jirani kwako na kuacha. Ni mtihani. Kwa Mtume alifanya vile kwa lengo kwamba asitokee mtu kusema kwamba mbona Muhammad mkewe mbona anakadha wakadha? Mbona ndugu yake anakadha wakadha? Alianza nyumbani kwa kuepusha hii mianya. Msije akasema mbona yeye anatuambia sisi mbona ndugu zake wana hivi na hivi. Kwa hiyo lakini mbali na hivyo uliona mtu wa karibu kabisa ammi yake Mtume. Ammi yake ambaye ni Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Bado hakukubali dawa ya Mtume, hakukubali kabisa. Lakini Mtume alianza nyumbani bwana. Na ndio hekima kwamba upate kwanza, jambo la kwanza kwako uwe salama, lakini mbili ukienda kufanya nje, ukija ukikerwa nje unarudi wapi? Kwako unapata salama mara mbili yake. Mashaallah, shukrani sana ustaz. Asante sana. Inshallah mtazamaji wa channel ya Mwale Online TV, nadhani unafaidika hapo. Hemu tuache tabia ya kukosoa familia nyingine. Tizama kwanza ndani familia yako iko sawa sawa, kwa sababu ustadhi, kuna baadhi ya watu tabia yao ni kusema wengine, kusema majirani. Hebu angalia mtoto wa fulani, lakini atizami familia yake, atizami watoto wake, atizami maisha na utaratibu anavyoishi kwake. Angalia mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni hikma kubwa. Anza kwanza kurekebisha ndani ndio utoke nje. Ni hikma nzuri, ni busara nzuri, usikosoe watu hali ya kuwa ndani kwako bado pako hovyo. Tukiendelea na kipindi chetu hiki, Ustadh Abdallah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kulingania kwake, kuna changamoto gani ambazo alizipitia? Vikwazo vipi katika kueneza dawa? Naam, Ustadh Musa, Mtume Muhammad sallallahu alipitia vikwazo vingi sana. Hasa kikubwa ni kupingwa na watu wa karibu. Hakuna jambo baya kama watu wa ndani kupinga. Mtume Muhammad sallallahu tukio bado nimekwambia hapa la ammi yake kumwambia tabalaka ya Muhammad. Kuna baadhi ya watu katika tarehe ukisoma waliuliza huyu ni nani? Wakaambia huyu ni Mtume, na huyu naye wakaambia huyu ni ammi yake Mtume. Mbona huyu anasema kadha wa kadha? Watu wakastaajabu, mbona mtu na ammi yake wenyewe na. Kwa hiyo majibishano kati ya ammi na ammi ya mtu na Mtume yakafanya watu wengi kutokuja kwenye somo, sababu kama ammi yake kampinga, mimi mtu wa nje ni nani? Simona mtihani sasa. Kwa hiyo moja ya changamoto kubwa Mtume alipitia ni kupingwa na watu wa karibu, moja. Lakini mbili, alipitia kero za kukerwa yeye na masahaba zake. Ukisoma katika tarehe, mke wa Abu Lahab alikuwa keka miba njiani akapita Mtume. Inasemekana pia ni katika riwaya ni mlangoni, ndio kama ni njiani. Lakini alikuwa mahali shiri kwamba akeka miba wapi? Njia anapita Mtume akiweka. Ndio maana hata kule amesema wa mar'atuhu hamalat al-khatab. Amesema kule katika Qur'ani, huyu mkewe wa Abu Lahab alikuwa miba kwa ajili ya, yaani lengo tu Muhammad asitoke kwenda kuswali, Muhammad amuudhi, Muhammad amkere hivyo. Lakini changamoto ya tatu Mtume alipitia na kile alichopitia Mtume ni masahaba zake kukerwa. Masahaba Sheikh walipigika, akiwa Bilal ibn Rabah alipigwa kisawa sawa kwa ajili ya la ilaha illa Allah, alipigwa na kuseka kweli kweli. Ni kukatisha kidogo hapo ustadhi, na kwa kusikia baadhi ya watu wanasema kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye pia alipigwa mpaka akatoka meno. Ile limekaaje? Hiyo ni katika Ghazwat Uhud. Subhanallah. Mtume alitoka meno. Alivunjwa meno ya chongole, yani meno haya. Subhanallah. Meno haya ndio alivunjwa Mtume. Sio kwamba meno yote alivunjwa, meno haya. Watu wanasema kwamba ya simba. Sadaka unaelewa mapema. Ndio Mtume wake haya alivunjwa katika Ghazwat Uhud. Kwa hiyo kwa ajili ya kupania Uislamu. Kwa hiyo angalia hizi adha zilizopitia Mtume, na Mtume sallallahu alikuwa ni mwanadamu, alisamehewa dhambi zake zote, lakini bado alikuwa akifanya ibada mpaka mama Aisha akamwambia Muhammad, Mwenyezi Mungu akusamehe dhambi zote, mbona unaswali kiasi hicho? Akasema sitaki kuwa mchoyo wa shukrani. Angalia kwa nini Mtume, sitaki kuwa mchoyo wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo naongezea kitu, leo kuna watu hawajapewa nafasi ya kusamehewa dhambi, lakini wamejiachia kabisa kuswali, afanye ibada kabisa, wamerelax kutoka hali ya kuwa Mtume katumia
katumia mbinu mbalimbali, kapitia changamoto mbalimbali katika kutufikishia Uislamu, lakini bado sisi tunachukulia poa tu kabisa. Kwa hiyo mtume alipitia adha kama hizo za masahaba zake, na yeye mwenyewe adha nyingi alipitia, nyingi kwa nyingi. Mtume kabamaye Taif, naam, amekwenda kueneza dini, kabamaye Taif, akaja malaika wa vifusi wa majabali, akamwambia Muhammad, sema kauli yako hii moja, washushe mawe. Mtume akasema hapana, nadhania huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia vizazi vyao vitakuwa ni watu wakuja kupiga kifua Uislamu. Leo Taif ni mji wa elimu, mji wa elimu mkubwa. Mtume angesema bwana, warusheni mawe. Angalia mtume alivyokuwa, Mungu asema la kunta faddan khalifal qalbi min fadl min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Mtume alikuwa ni kuwa mfufuavu wa moyo, alikuwa ni rahimu kwa viumbe. Na Mungu asema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mtume alikuwa hakuwa mfufuavu wa moyo. Na Mwenyezi Mungu anamwambia mtume kwamba shauriana nao wao, fa'fu anhum, wasamehe wakikosea wewe, wastaghfir lahum, ombe msamaha wakikosea Mwenyezi Mungu, washawirhum fil amr, yanao shauri katika majambo. Bali kwa mtume akishauriana na watu wakishauriana. Kwa hiyo angalia mtume alivyokuwa sallallahu alivyokuwa ni mwanadamu ambaye subhanallah. Kwa hiyo ukimueleza mtume shekhe, yani unaweza kutumia masaa 4 bado hujamaliza sifa zake za kuleta, sababu Qur'ani nzima ni mtume. Mtu weke wazi kidogo hapo katika hizo changamoto ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizikabili. Yeye alikuwa akitumia njia gani katika kukabiliana nazo? Alikuwa akijibiza kwa nguvu, alikuwa akitupiwa matusi au maneno machafu na yeye akirejesha namna hiyo hiyo, au alitumia busara gani? Tufundishe hapo inshallah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama nilivyokuambia kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wa innaka la ala khuluqin adhim. Muhammad yuko juu ya tabia iliyokuwa njema, yani yuko over ya tabia iliyokuwa njema. Mtume alifanya subra kwenye mambo mengi sana. Tukisoma katika tarehe vitabu vidogo vya sira kule, tunasoma mlango mmoja unaitwa hal udhiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Je, mtume aliudhiwa? Mtume alifanya aliudhiwa? Mlango anasema hivyo. Jabu anakuja anasema udhiya kathira, aliudhiwa mara nyingi sana. Wasabara, akafanya akasubiri. Kuna kisa kinaelezwa kwamba Abubakar Siddiq alikuja mmoja katika makufari Maka, akaja akamtukana Abubakar matusi mengi sana. Abubakar akawa yuko kimya pale, akamtukana. Mtume alikuwepo na sallallahu alikuwepo, akamtukana. Mwisho Abubakar Siddiq akamwambia, bwana, uliyosema yote mwenyewe. Mtume akakasika akaondoka. Abubakar akastaajabu, bwana, mtume akaenda tukana. Mtume alikuwa anafurahia na anatulia kimya, anafurahi. Baada ya kumwambia bwana mwenyewe akaondoka. Kwa nini? Mtume akamwambia Abubakar, wakati bwana anakutukana matusi yote yale, kulikuwa na malaika akimrejeshia ile matusi yake. Kwa hivyo mrejeshia wewe tu, malaika afanye. Akaona huyu bwana kumbe anaweza kusimamia, malaika akafanya, akaondoka. Kwa hiyo mtume fasabara. Moja ya njia kubwa Sheikh Musa ni kusubiri kwa kila jambo. Subra ndiyo nguzo. Nitakuja kueleza siku moja subra kwa ukamilifu wake. Subra ndiyo nguzo namba 1 ya kila adha na kile utakachopitia mwanadamu kwenye duniani na masuala ya kidunia na masuala ya kiakhira. Ukifanya subra, Mwenyezi Mungu asema wa in tasbiru wa tattaqu, wa in tasbiru wakisubiri na wakimcha Mungu. Silaha ngapi? Silaha 2. Watazamaji wangu wachukue. Mungu anasema mkisubiri na kimcha Mungu hayatawadhuru vitu vyao, amtadhurika vitu vyao vyote. Silaha ni 2 kwenye Uislamu, wa in tasbiru tattaqu. Sheikh Musa, wewe ni mwalimu na mimi ni mwalimu na watufuatilia wengi sana. Walimu miongoni mwa watu ambao hawapendi ni walimu wa madrasa. Nawaambia walimu wa madrasa wenzangu ambao tusikiza hapa, Mwenyezi Mungu ametoa silaha 2 muhimu, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurruhum kaiduhum shay'a. Mkisubiri na mkimcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Silaha ngapi hizo? Silaha 2. Hamtadhurika vitu vya aina yote. Kwa hiyo mtume alifanya subra, ndio silaha moja kubwa sana, kwa sababu moja miongoni, mtume anasema Mwenyezi Mungu akimpenda mtu au kundi, jambo la kwanza ni kumuonja na mitihani, ni kufanya idha ahabba Allahu qauman ibtalahu. Mtume anasema Mungu akipenda watu, pia Mwenyezi Mungu anavyopenda watu au kundi la watu, ibtalahu, mfanye ulionja kwa mitihani. Lakini suluhu nini ya mitihani yao? Ni as-sabr. Ni kufanya subra ndio utafanikiwa.
Naam, shukrani sana Ustadh Abdallah. Asante, asante. Bila shaka mtazamaji, hapo tunazidi kupata faida mbalimbali na darasa mbalimbali na ukumbusho kupitia mada yetu ya leo, na ambaye anatufaidisha ni ustadhi wetu si mwingine Ustadh Abdallah bin Mwale. Wallahi mimi mwenyewe binafsi napata kujifunza hapa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisubiri na akawa mcha Mungu, na ndio maana mambo yake yakawa ni yenye kunyooka mpaka leo dini imetufikia. Kwa hiyo mtazamaji, popote utakapokuwa, upo shuleni, upo katika biashara, kazini kwako, kuna watu wanakufanyia vitimbi, subiri na kuwa mcha Mungu. Hivyo vitimbi vya maadui zako havitokuwa na dosari yoyote, wala havitokudhuru kwa lolote, kwa sababu umeshatawakal, umeshakuwa na subira, na ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda. Inna Allaha yuhibbu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda wale wenye kusubiri. Bila shaka haya iko hivyo. Kwa hiyo mtazamaji, tujitahidi kuiga mwenendo na utaratibu ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa nao, kwa sababu yeye mwenyewe ni uswatun hasana, ndio kiigizo chema. Kwa hivyo Ustadh Abdallah Mwale, tupe ujumbe wa mwisho, unawaeleza nini vijana wa kileo juu ya mada yetu hii ya namna ya kufikisha njia alizozitumia Mtume katika kufikisha? Kipi ambacho unaeleza cha mwisho wale ambao wanatufuatilia? Ujumbe wangu wa leo Ustadh Musa, nawaambia vijana kwa idara hii ya uzungumzaji inapaswa kujengwa na nidhamu kubwa sana. Kama umesema hapo, Mwenyezi Mungu anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio role model wa ulimwengu. Ukitaka ujifunze maisha ya kidunia, maisha ya kuamiliana, ya kufanya miamalati ya kiakhira, basi muangalie Mtume. Mtume ndio daktari, ndio profesa, ndio mwana wa chuoni mkubwa. Unajua, wakati naendeleza ujumbe wangu hapa, niko kitu kimoja. Ustadh Musa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokwenda katika hijjatul wadaa, hija ya kuaga, mwaka wa 10 hijiria, kama nitakuwa niko sawa sawa, masahaba walikwenda nao Mtume ni 14,000. 14,000 wote ni waumini. Maana ukisikia sahaba ni mtu alimuona Mtume kisha akamwamini na akamfuata. Mkuamini ndio kumfuata kule. 14,000 walikwenda pale katika hijjatul wadaa, hija ya kuaga, ambayo ndio hija ilikuwa ya Mtume, hija yake ya mwanzo na ya mwisho. Baada hapo Mtume alirudi tuka hija miezi 6 baadaye Mtume akafa. Mtume amekwenda katika viwanja vya Arafa vile, anawahutubia waumini wa Kiislamu, waumini wa Kiislamu 14,000 wote kwa waumini. Mtume ajabu, Mtume alisema ya ayuhan nas, angalia kipengele ya ayuhan nas, enyi watu. Jopo kubwa la wasomi wa Kimarekani walikaa wakadiscuss, kwa nini Muhammad kasema ya ayuhan nas, wakati angewaambia ya ayyuhal ladhina amanu wangesema lugha hiyo. Wakaconfirm kwamba, wakasema kwanza hii ya ayuhan nas ni international calling, ni wito wa kimataifa. Mtume hapakusudia wale walikuwa pale, aliwakusudia watu wote wa ulimwengu mzima. Kwa kauli hii moja tu ya ayuhan nas ilifanya jambo kubwa la wasomi wa Kimarekani kuja kwenye nini? Kuja kwenye Uislamu. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, dai, mzungumzaji, ni mwalimu kuliko ni mtu ambaye unapenda kufikisha Uislamu, unapaswa uwe na insaf. Mtume kauli yake moja tu imefanya watu wakaja kuja nini? Uislamu. Kauli moja ya ayuha nas. Kwa nini Mtume akasema hivi? Walifikiria, walikaa japo la wasomi, kwa nini Mtume akasema wa masahaba ni waumini hawa? Kwa nini asingesema ya ayyuhalladhina amanu? Wakasema Muhammad hakukusudia masahaba hawa, alikusudia umma mzima, dunia nzima. Ndio maana akasema ya ayuha nas. Angesema ya ayyuhalladhina amanu ingekuwa ni istithna, amevua, ni baadhi yao. Kwa sababu Sheikh Musa ambacho tunakijui, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani katumia lugha 3 kuwaita watu, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayuhan nasu, na kwingine zakuta innal muslimina, zakuta hivyo ni ringtone 3 hizi ametumia Mwenyezi Mungu kuwaita watu. Ikija ya ayuhan nasu imefanya jitimai, imekusanya watu wote. Ya ayyuhalladhina amanu imechukua watu baadhi, sawa sawa, sivyo? Lakini ikija na ndikuta ya ayyuhalladhina amanu takuja taqullah, ndio lazima takuja taqullah. Kwa hiyo ujumbe wangu ni kwamba tunafikisha kwa njia ya mitandao, madrasa tunakusomesha, misikitini na kutoa hutuba, tufikishe kwa nidhamu kama alivyokuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huo ndio ujumbe wangu leo. Allahu akbar. Shukrani sana ustadhi. Allah kubariki kwa muda wako na kwa darasa zako. Kwa kweli tumeweza kupata faida, na bila shaka yule ambaye anafuatilia kipindi hiki kuanzia mwanzo mpaka tamati, kuna kitu ambacho utakuwa lazima
umekipata. Hii ni Mwale Online TV na mada yetu ilikuwa njia alizozitumia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kufikisha da'wa, na sisi wana wa Mwale Online TV tunatumia njia hiyo hiyo ya kisasa zaidi katika kukufikishia wewe da'wa. Ili uweze kupata darsa mbalimbali, usisahau kusubscribe channel yetu hii ya Mwale Online TV ambayo itakuwa inakuletea vipindi na darsa mbalimbali, ili uweze kuwa ni sehemu ya kukumbushwa, ili uweze kuwa ni sehemu ya kujifunza mambo mengi. Ulikuwa nami